Mimi ni Kamishna Jenerali wa Zimamoto mstaafu Tobias Ndengenye na ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Kwa kweli ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa haya ambayo sote tunayashuhudia. Kigoma ni moja kati ya mikoa iliyokuwa na picha ya kuonekana mikoa ya pembezoni yenye maendeleo kidogo. Lakini sote tumashuhuda sasa hivi kwa mambo yanayoendelea Kigoma. Na haya yamewezekana kwa sababu ya uamuzi wake wa dhati wa kugeuza mkoa wa Kigoma ili uwe kitovu cha uchumi na biashara kwenye ukanda huu wa magharibi. Na hiyo ni ahadi ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe aliitoa akiwa hapa Kigoma kwenye ziara yake ya kikazi. Na katika kutekeleza hilo, serikali anayoiongoza, serikali yake ya awamu ya 6, mpaka tunapoongea sasa kwa kipindi cha miaka 3.5, imesha komiti hela za kufanyia maendeleo katika mkoa wetu ili kugeuza kweli mkoa huo takriban shilingi trilioni 11 na bilioni 500. Hizo ili ziweze kutengeneza miundombinu ambayo ilitufanya tukawa wanyonge. Tengeneza barabara za lami za kutuunganisha na mikoa, lakini pia na nchi ambazo tunapakana nazo. Tunaleta umeme wa uhakika wa kilovoti 400, umbali mrefu kabisa wa kilomita 280 kutoka Nyakanazi mpaka hapa Kigoma. Na sasa hivi wako kwenye majaribio. Lakini pia tunaona maendeleo makubwa pia kwenye usafiri majini, kwa sababu tayari serikali imeshatoa pesa nyingi ili kijengwe kiwanda cha kutengenezea meli kitakachotumika kutengeneza meli mpya, lakini pia kutumia kwa ajili ya kukarabati zile meli zilizokwemo ambazo ukarabati umeanza tayari. Tumeona namna ambavyo pia ametuondolea changamoto ya watu wetu kusafiri kwenda Mwanza, kwenda Dodoma, kwenda Muhimbili kwa ajili ya safari, kwa sababu tayari hospitali ya rufaa ya kanda ya magharibi inajengwa hapa. Hatukuwahi kuwa na chuo kikuu zaidi ya chuo kikuu huria ambacho kimsingi kiko mikoa yote. Sasa hivi tunapata kampasi ya chuo kikuu cha afya cha Muhimbili inajengwa hapa Kigoma, ambayo itasaidia pamoja na hospitali hiyo ya kanda kufanya huu mkoa pia kuwa kati ya mikoa mikubwa ambayo inafaidika sana na utalii wa kimatibabu katika ukanda huu. Kwa sababu sisi tunapakana na DRC, tunapakana na Burundi, lakini tuko karibu sana na Rwanda. Ukiacha pia Zambia, wenzetu pia watapata fursa ya kutumia miundombinu hii inayotengenezwa hapa kwa ajili ya kupata tibu, lakini pia kwa ajili ya kuimarisha mahusiano kati yetu na sisi. Sisi ni Tanzania.